Kifo, 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 kifo ni roho na mwili kutengana. Roho humrudia Mungu, mwili kwenda mavumbini. Kifo, matokeo ya dhambi. Wakati huu wa dunia hii ambapo watu wajifunza kuhusu kifo, ambapo unabii ulitabiriwa toka kipindi cha nyuma kwa Adamu. Ukiangalia kule kwa Adamu, Mwanzo ile 2:16 mpaka 17, Mwanzo ile 3:17 mpaka 19, Mwanzo ile 2:7. Baba yetu Adamu alielezea kuhusu habari za kifo. Mungu alielezea kuhusu habari hizo za kifo. Lakini pia hata Mhubiri, ukiangalia Mhubiri ile 3:17 mpaka 22, Mungu amesema mwanadamu ni sawa na mnyama. Anasema mwanadamu ni sawa na mnyama kutokana na kifo. Anasema katika Mhubiri, kwamba ni nani aliyejua kwamba roho ya mnyama ikitoka inaenda juu au chini? Ni binadamu gani aliyejua kwamba roho ya binadamu inakwenda chini au juu? Kifo imesababishwa sawa na mnyama. Mungu anasema kupitia Mhubiri kwa mwanadamu ni sawa na mnyama, akawajaribu waangalie, je, wana akili timamu? Akasababishia hiyo kifo. Lakini pia ukiangalia Mhubiri 3:17 mpaka 22 na Mhubiri 17:7, Mhubiri 9:5 mpaka 6. Lakini pia hata baba yetu Ayubu alielezea juu ya kifo. Kifo kwamba ni roho na mwili hutengana. Roho humrudia Mungu, mwili kwenda mavumbini. Ukiangalia ile Ayubu 14:10, ameelezea Ayubu 14:10, Ayubu 14:1 mpaka 3, Ayubu 19:25 mpaka 27. Lakini pia Ayubu 33:4. Kifo, 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 kifo. Lakini Zaburi, wakina Selemani kule kina Daudi, Zaburi 146, 3 mpaka 4. Anasema Zaburi, msitegemee wakuu wa nchi, viongozi wa kila aina, ambapo roho yao inatoka inamrudia Mungu. Mwanadamu tunaabudu wanadamu ambao roho zao zinatoka zinamrudia Mungu. Lakini hata Wafilipi, wakina Filipo, mitume wa Yesu, katika ile 3:7 mpaka 10, anasema nyie binadamu ukimkosa Mungu kwako ni mavi tu, ukawa na gari na mapesa. Wako matajiri walikuwepo kina Nyerere, kina Mkapa, matajiri watu maarufu wameacha mapesa yao. Anasema ukikosa ufalme wa Mungu, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, kwa sababu mambo yote haya ni batili. Ndio maana hata Ayubu akasema mwanadamu sawa na maua na jani, kwamba dakika chache anapotea. Wafilipi anasema ni shida tupu, tafuteni kwanza uzima milele. Lakini pia hata Wakorintho wa pili 5:7 alisema tuende kwa bila kuona. Lakini kama kizazi kingeamini kingekuwa chetu, sio cha Adamu. Adamu baba yetu, watoto wake wa kwanza wakauawa. Lakini pia Wathesalonike 4:16 mpaka 18 anasema zinakuja siku ambayo Mungu atakuja kufufua watu wote na kuwapeleka katika dunia nyingine. Lakini Luka ile 16:19 mpaka 31 anasema Mwenyezi Mungu kwamba kulikuwepo mtu maskini na mtu tajiri. Kifo kwa mtu ambaye ametenda mema. Mtu masikini anastarehe kule kaburini, lakini kwa mtu tajiri ni shida tupu. Wakati huu ambapo Pastor Makerubi na kuelezea kuhusu kifo, utambue wewe mkazi wa dunia hii, mwananchi wewe ambaye tunajidai tunaona kila kitu safi, lakini mwanadamu anasema ni sawa na mnyama, kutokana na kifo. Mwanadamu tunaishi masaa mafupi katika dunia hii. Nitakuelekeza vile jinsi ambao mitume walivyoelekeza katika vitabu vyao kuhusu habari za kifo. Basi tuombe. Tulio hai tunajua kuwa tutakufa, ila mtu aliyokufa hajui chochote, ni hukumu motoni au peponi. Tusaidie Mungu kwa jina la Yesu, amina. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko juu mbinguni. Utupatie leo riziki yetu, tusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Basi
Tufungue vitabu vyetu vinavyosema kuhusu mitume wamesemaje, wametuagizaje kuhusu kifo. Leo tunanukuu kama vile baba yetu Adam akaambiwa na Mungu, lakini watu hawakusikia. Lakini leo kwa dakika hizi 5 dunia yote hii nawaambieni, ikiwa ni rais, ni mbunge, ni nani, wote tunakufa. Watu wamekufa, watu maarufu duniani, kina Nyerere, kina Mkapa, kina Kikwete, si watu, kuna watu wengi na wengine walioko hapa na watu matajiri, mabrigeti, wote wameondoka. Kifo, Mungu alielekeza kuhusu kifo kwamba ni roho na mwili hutengana. Roho umrudia Mungu, mwili kwenda mavumbini. Kifo. Fungua basi vitabu vya Mwenyezi Mungu vinavyosema tunapoanza kuelezea habari za kifo. Unaweza kafungua pale Mwanzo kabisa kwa baba yetu Adam. Alielezaje kuhusu kifo baba yetu? Kwa dakika hizi 5 unaweza kuwasha simu yako sasa. Kama una simu ya touch unaweza kafungua. Kama una redio yako unaweza kuwasha. Kama una kompyuta yako mahali popote ulipo unaweza kafungua ili uweze kujifunza habari za kifo. Kuna watoto wetu wadogo hawajui kuhusu kifo. Mtu anapokufa anakwenda wapi na kwa nini kisababishwa kifo. Kwa hiyo tunajifunza. Tunaelekezwa. Wakati huo ambapo Pastor Makerubi anaponguruma katika kona zote za dunia hii. Wakazi wa Norway, wakazi wa Afrika, wakazi wa Marekani, wakazi kona zote za dunia hii katika YouTube. Lazima tutambue kuhusu kifo. Kuna watoto wetu pia wafahamu kuhusu kifo. Unaweza kufungua simu yako sasa ili tujifunze habari hizo za kifo. Fungueni Mwanzo kwa baba yetu Adam ile 2:16 mpaka 17. Hizi taarifa ni unabii. Huu ndio unabii ulitabiriwa, lakini leo tunaona maono. Haya ndio yanaitwa maono. Ukisikia maono ndio haya sasa tunaona watu tunakufa sisi. Leo baba yetu wamekufa, watu wa maarufu tumekufa, ndugu tunakufa. Tunataka tujifunze. Angalia Mwanzo pale ile 2:16 mpaka 17. Mwenyezi Mungu anasema, Mwanzo ile 2, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hakika utakufa. Manake huu ni unabii ulitabiriwa kwa baba yetu Adam. Pia angalia pia Mwanzo ile 3:17 mpaka 19. Mwanzo ile 3:17 mpaka 19. Akamwambia Adam. Akamwambia Adam. Mungu akamwambia baba yetu Adam. Kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi. Hata utakapoirudia ardhi utakula chakula hicho. Hata utakapoirudia ardhi utakula chakula hicho, ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Wanadamu tumeumba kutokana na dongo. Akasema kutokana na matokeo ya dhambi ya kukataa maagizo yangu, utarudi mavumbini, utarudi kwenye udongo, kwa sababu wewe ni udongo. Asili ya mwanadamu ni udongo. Asili ya malaika ni moto. Asili ya Mungu ni neno. Kwa hiyo mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Lakini pia angalia ile Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7 anasema, Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mwanadamu alivyotengenezwa kwa udongo,
Mungu akampulizia pumzi ya uhai. Mtu huyo akawa nafsi hai. Tulitokana na udongo, alafu tukapuliziwa pumzi ya uhai. Kwa hiyo Mungu baada ya uasi, matokeo ya dhambi, akasema basi huu mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Lakini pia angalia kitabu kile cha Mhubiri. Angalia kitabu kile cha Mhubiri. Mhubiri ile 3:17 mpaka Mhubiri ile, angalia Mhubiri 3:17 mpaka 22. Anaelezea kuhusu kifo, kwamba sisi wanadamu tumesababishwa na tunatokana, ni sawa na mnyama kutokana na kifo. Anasema Mhubiri hiyo 3:17, nikasema moyoni mwangu, Mungu akasema moyoni mwake. Nikasema moyoni mwangu, Mungu akasema moyoni mwake, Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki. Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki, kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Kwamba kuna wakati utafika, utafika. Nikasema moyoni mwangu, Mungu akasema moyoni mwake, ni kwa sababu ya wanadamu, ili Mungu awajaribu nao waone ya kuwa wao wenyewe wafanana na wanyama. Yaani Mungu akawajaribu wanadamu, wao wenyewe waone kwamba wanafanana na wanyama. Kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama, linalotokea binadamu pia linawatokea wanyama. Jambo moja la watukia anavyokufa. Yaani kwa mfano linawatokea anavyokufa huyu, ndivyo anavyokufa huyu. Naam, wote wanayo pumzi moja, kwamba mwanadamu na mnyama wote wana pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Anasema Mungu kwamba katika Mhubiri kwamba maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama. Jambo moja la watukia linawatokea anavyokufa huyu, ndivyo anavyokufa huyu. Naam, asema sawa, wote wanayo pumzi moja, kwamba wanadamu na mnyama ni wote wana pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama, kwa maana yote ni ubatili, kwa maana wote ni sawa. Ni sawa, waliumbwa siku moja, hiyo siku ya sita. Wote huenda mahali pamoja, kwamba mwanadamu na mnyama wanaenda sehemu moja, wote hutoka katika mavumbi, kwamba mnyama na binadamu wote wanatoka katika mavumbi, kwamba mnyama ametoka katika mavumbi na mwanadamu ametoka katika mavumbi. Asema kutoka mavumbi ni hurudi tena mavumbi. Ni nani ajuae kama roho ya binadamu huenda juu na kama roho ya mnyama huenda chini? Mungu anauliza swali, ni nani, binadamu gani ajuae kama roho ya binadamu huenda juu na kama roho ya mnyama huenda chini? Hivyo nikaona ya kwamba hakuna jema kupita mwanadamu kuzifurahia kazi zake, kwa sababu hili ni fungu lake. Kwa maana ni nani atakaye mrudia tena ili ayaone yatakavyomfuata baadaye? Mwanadamu akishakufa ni hukumu. Mwanadamu akishakufa ni hukumu. Nani atakayeona atakayemrudia baadaye? Kwa Mungu anaelezea katika kitabu hichi cha Mhubiri kwamba mwanadamu anatokana na mnyama, anafananishwa na mnyama kutokana na kifo chake, kwa sababu mwanadamu akifa anaenda chini, mnyama akifa anaenda chini. Anasema Mungu, ni nani anayejua kwamba mwanadamu roho yake ikitoka inaenda juu au chini? Tumefiwa na dada yetu hapa toka jana. Kwa hii ni sawa kwamba sisi wanadamu wote ni sawa na marehemu wanaotembea. Hakuna angejua kama kesho dada zetu, ndugu zetu watakuwa wamefariki. Hapana, ni kwa sababu
tunatakiwa tutambue kwamba kifo kitabiriwa na kilisema, unabii ulisema na umetimia. Amesema mhubiri. Lakini pia angalia pia Mhubiri 12:7. Leo tunajidai tuko busy na kazi zetu, hatuwezi kutafuta ufalme wa Mungu. Mungu anasema tutafute ufalme wa Mungu kwanza, ili mambo mengine utayapata baadaye, kwa sababu hujui saa, hujui siku utakayoondoka katika dunia hii. Tuko busy na shughuli zetu, lakini kutafuta ufalme wa Mungu hatutaki. Nayo mavumbi anasema katika Mhubiri 12:7. Mhubiri 12:7 anasema nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho humrudia Mungu aliyoitoa. Mungu alitupatia roho. Roho inatoka kwa Mungu. Mwanadamu anatokana na madongo, na ndio maana mwanadamu anarudi kwenye udongo na Mungu anachukua roho yake. Kwa hiyo tunapokufa, roho iko hai kwa Mungu, inasubiria hukumu ya pepo, uende peponi au uende motoni. Hii ni kutokana na matendo yako yatakavyokuwa. Kwa hiyo Mungu ameelekeza kuhusu habari hizo za kifo. Lakini pia ukiangalia kitabu kile cha Mhubiri 9:5-6, Mungu anatuelekeza jamani, tupo nyakati ambazo za hukumu ya walio hai. Yesu anaangalia fanyaje kutafuta ufalme wake. Ukisha kufa wewe ni hukumu, uende motoni au uende peponi. Hauzaliwi tena kurudi duniani kwamba utazaliwa Marekani kama anavyojidanganya kama mtu akifa anazaliwa Marekani, anazaliwa sehemu nyingine. Hapana. Wewe ukisha kufa ni hukumu. Mhubiri ile 5. Mhubiri angalia 9. Mhubiri 9. Tuangalie Mhubiri ile 9:5-6. Mhubiri 9:5. Mhubiri 9:5. Mhubiri ile 9:5. Unaweza ukaangalia hapo. Mhubiri ile 9:5. Angalia Mhubiri 9:5. Tuelewe kuhusu kifo. Leo tunashindwa kusaidiana kutenda mema. Sisi binadamu wote ni marehemu, tuna madhaifu, tuna matatizo mengi. Hakuna mkamilifu chini ya dunia, wote tuna mapungufu. Watu wote tuna shida. Na ndio maana Mungu anasema mpendane, mchukuliane madhaifu. Kila mmoja na matatizo yake. Haya maisha ni ya muda, ni ya kupita. Hamna taishi milele hapa. Tenda mema. Kwa hiyo Mungu amesema sisi binadamu ni sawa na mnyama. Mhubiri 9. Angalia ile Mhubiri pale, naona watu mko pale Mhubiri 9, naona mnaangalia. Kwa hiyo Mhubiri 9 naona wote mmeshapata. Mhubiri 9:5. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ajira tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa. Mapenzi yao na machukizo yao na kusudi yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Mwanadamu akishakufa ni dongo, kumbukumbu lake lote limepotea. Mhubiri 9:5. Kwa sababu walio hai, sisi tulio hai, tunajua ya kwamba tutakufa, lakini wafu, kwamba hao waliokufa hawajui neno lolote, wala hawana ajira tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukizo yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Hao waliokufa hawajui chochote, kumbukumbu lao limepotea yote. Kwa hiyo tunatakiwa
tufahamu mapenzi ya Mungu, tufahamu mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Haya maisha ni mafupi, kama alivyosema Ayubu. Angalia kitabu kile cha Ayubu 14:10. Ndugu zangu, Ayubu 14:10. Lakini mwanadamu hufariki dunia. Naam, mwanadamu hutoa roho, naye yuko wapi? Hawa marehemu wako wapi? Ayubu anasema, mtumishi wa Mungu, mtume Ayubu anasema, lakini mwanadamu hufariki dunia. Anasema ndiyo, mwanadamu hufariki dunia, mwanadamu hutoa roho, naye yuko wapi? Leo tulio hai tunajua kwamba tunakufa, lakini waliokufa hawajui kitu chochote. Ayubu anasema mwanadamu hutoa roho, naye yuko wapi? Yuko wapi mwanadamu? Angalia pia ile Ayubu ile 19:25 mpaka 27. Ayubu 19:25 mpaka 27 asema, lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu anazimia ndani yangu, mtetezi wangu, nitamwona Mungu wangu. Anasema Ayubu, japokuwa lakini mimi najua ya kuwa kwamba mimi Ayubu ninajua ya kuwa Mungu wangu, mtetezi wangu yu hai, Mungu wangu yuko hai, na ya kuwa hatimaye atasimama katika haki juu ya nchi, atasimama katika haki juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibika, hata kama nitakapokufa hivi, lakini pasipokuwa na mwili, hata kama sina mwili wangu, nitamwona Mungu. Naam, anasema ndiyo, nitamwona Mungu. Mimi nafsi yangu, roho yangu itarudi, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu anazimia ndani yangu, anatawala uhai wangu. Anasema atamwona Mungu kwa kuwa amepata majaribu mengi. Ayubu 33:4 bado ametuelezea. Ayubu 33:4, ndugu yangu, 33:4, Ayubu 33:4. Haya maisha ni maisha ya kitambo tu. Leo tunaishi duniani miaka 150. Tunashinda kukaa mabilioni ya miaka, mamilioni tena milele zote. Tunahangaika na maisha mafupi. Mwanadamu ni sawa na majani tu. Roho ya Mungu imeniumba, hunipa uhai. Mungu ametupa uhai wa milele kwa matendo mema. Ayubu 14:1-3. Angalia Ayubu 14:1-3. Ndugu yangu, angalia Ayubu 14:1-3. Ni nyakati ambazo dunia hii, kama ilivyokuwa mwanadamu anaondoka na dunia itaondoka. Ayubu 14:1-3 sema mwanadamu asema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Nawe je, wafumbua macho yako
kumwangalia mtu kama yeye? Unamwangalia mtu kama yeye na kunitia katika hukumu pamoja naye na kuingia katika hukumu pamoja naye? Ayubu anasema 14:1-3, mwanadamu ni sawa na maua yananyauka. Mwanadamu anapendeza kwa muda mfupi. Baada ya muda mfupi, leo tutazidiwa na wanyama. Wanakaa miaka mingi kuliko mwanadamu. Mbwa paka tu anamshinda umri mwanadamu. Mbwa paka, wanyama wale kama masokwe wale wakubwa wanakaa muda mrefu, ambao sisi tunajiona bora. Maisha yetu ni ya muda mfupi sana. Anasema Ayubu 14:3, mwanadamu aliyozaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa tabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Nawe je, hufumbua macho? Yaani wewe utamwangalia mwanadamu kama yeye na kumtia katika hukumu pamoja naye na kuingia katika shida naye na hukumu naye? Mwanadamu ni majani, ni maua, kama alivyosema Ayubu. Ndio maana akasema lakini mwanadamu hufa, katika Ayubu 14:10. Lakini mwanadamu hufariki dunia, naam, mwanadamu hutoa roho, naye yuko wapi? Hayupo mwanadamu. Angalia Zaburi 146:3-4. Leo tunashindwa kutafuta ukweli wa Mungu wa maisha ya mabilioni. Tunahangaika kwa maisha haya ambayo ni mafupi sana. Zaburi, angalia kule Zaburi tunapokwenda kukaribia, ili marehemu mjiandae kwa ajili ya kwenda kumzika. Zaburi 146:3-4. Zaburi 146. Zaburi 146. Yaani bahati mbaya hatujui saa wala siku. Lakini zamani zile Mungu alikuwa anatuma malaika, wanakwenda kutoa taarifa, kesho unakufa. Baada ya kuona kupewa taarifa unakufa kesho, mwanadamu anamkamata wale watu wanataka na wao waue malaika. Anasema Zaburi 146, msiwatumainie wakuu. 146:3-4. Zaburi, msiwatumainie wakuu, msiwafikirie wakuu, wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake, hakuna ukombozi. Pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Anasema Zaburi 146:3-4, msiwategemee wanadamu ambao hao wakuu wa nchi, maraisi, wabunge, mawaziri, matajiri, mabirigeti. Msiwatumaini wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake, hakuna ukombozi kwake. Pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Mwanadamu anapokufa hana mawazo, ni jiwe. Leo tunajidai kwa sababu ya pumzi ya uhai ambao tulokuwa nao. Angalia Wafilipi 3:7 Wafilipi 3:7-10. Wafilipi 3. Leo anasema Wafilipi 3:7, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwetu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili
Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwetu nayahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Anasema, lakini mambo yote yaliyokuwa faida kwangu, lakini mambo yote yaliyokuwa na faida, magari, mapesa, utajiri, na nahesabu kuwa hasara. Ni hasara kubwa. Ni hasara ni hasara kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Bwana Yesu. Naam, zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi. Ukiwa na gari ni mavi tu, ili nimpate Kristo. Ukiwa na mapesa na magari, kama huna Mungu, kwako ni hasara, ni mavi. Mambo yote kwako ni mavi. Anasema umepata hasara kubwa sana unapokosa taarifa hizi za Mungu. Umepata hasara kubwa. Wakorintho wa pili, angalia Wakorintho wa pili 5:7. Haya maisha ni ya muda, ni ya kitambo kifupi, na sisi wanadamu tunaishi kwa muda mfupi. Wakorintho wa pili 5:7 anasema, maana tuenende kwa imani, si kwa kuona. Maana twende kwa imani. Baba yetu Adamu akatupatia imani. Imani ni kusikia pasipo kuona. Kwa haya mambo yalielezwa, haya ndio yanaitwa maono. Sisi tulio hai, siku moja na sisi tutakuwa kama hivi, tutakufa. Lakini waliokufa wajue, leo wanadamu hatuogopi hata kifo. Hii ndio kwa inaonyesha sisi ni sawa na mnyama. Na hivyo bado tunasema hatuna Mungu. Ati Mungu hayupo, tuko busy na mambo yetu, na hujui saa wala siku. Kweli unabii ulitolewa na tunaona haya. Angalia pia kitabu hicho kama alivyosema hapo Wakorintho wa pili 5:7, maana tuende tuishi. Maana tuishi kwa imani, si kwa kuona. Tuishi kwa imani na sio kwa kuona vinavyoonekana. Wanadamu wanataka mpaka vitu vinavyoonekana, lakini Mungu akasema tuenende kwa imani. Angalia ile Wathesalonike wa kwanza 4:16 mpaka 18. Wathesalonike wa kwanza anasema, Mungu, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda. Kwa sababu Bwana mwenyewe, yani kwa sababu Mungu mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, yani na Mungu mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Tufurahi, tushangilie, kwa maana siku zinakuja kwa wale ambao lotenda mema, wanaotaka pepo. Kwa sababu Mungu mwenyewe katika Wathesalonike wa kwanza 4:16, Wathesalonike wa kwanza 4:16, kwa maana
Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi furahianeni kwa maneno hayo. Tufurahi, tutende mema. Ndio maana ukisoma ile Luka 16:19 mpaka 31 ametueleza. Tunapomalizia masaa haya, tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye mazishi. Kasome pale Luka 16:19 mpaka 31. Amekueleza kuhusu habari hizi za kifo. Luka 16. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na masikini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie wasije wao na wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Akamwambia, wasipowasikiliza Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Leo msipomsikiliza Pastor Makerubi, hata akija Yesu hamtamsikia. Kizazi cha leo, ona dhambi ni zaidi ya Sodoma. Anasema Ibrahimu yuko sehemu nzuri, Lazaro yuko sehemu nzuri. Lazaro yuko sehemu nzuri, mtu tajiri alikula anasa za dunia yuko sehemu mbaya. Makaburi haya ya watenda mema yanalindwa na malaika. Ni sawa na mtu ambaye aliyotenda mema anapolala usingizi, analala usingizi mzuri. Kuna mwingine anakuwa anaota ndoto. Kwa hiyo uliotenda mabaya, wewe ni ndoto kwa kwenda mbele. Mateso kwenye kaburi humo, hakuna amani. Kwenye kaburi humo ni shida, ni shida tupu. Hauna amani katika kaburi humo. Tenda mema ndugu yangu. Tenda mema. Basi ninapokwenda kumalizia, unaweza ukaandika, ukaenda kujifunza katika vitabu vyako, katika elimu yako, kwamba kifo ni roho na mwili hutengana. Roho mrudia Mungu, mwili kwenda mavumbini.
na kifo ni matokeo ya dhambi. Kafungue kwa baba yetu Adamu Mwanzo, ukajifunze kuhusu kifo. Andika Mwanzo 2:16 mpaka 17. Andika pia Mwanzo 3:17 mpaka 19. Andika pia Mwanzo 2:7. Andika pia Mhubiri 3:17 mpaka 22. Mhubiri 3. Andika Mhubiri 3:17 mpaka 22. Mhubiri 17. Mhubiri pia 12:7. Mhubiri 9:5 mpaka 6. Andika pia Ayubu kwa baba yetu Ayubu 14:10. Ayubu 14:10. Ayubu 14:1 mpaka 3. Ayubu 14:1 mpaka 3. Ayubu 19:25 mpaka 27. Ayubu 33:4. Ayubu 33:4. Pia nenda kwa baba yetu Zaburi, kitabu cha Zaburi. Zaburi 146 3 mpaka 4. Zaburi 146. Zaburi 146 3 mpaka 4. Wafilipi. Angalia Wafilipi 3:7 mpaka 10. Kila kitu ni mavi. Ukimkosa Mungu, ukikosa faida kumjua Mungu, ni hasara kubwa. Wafilipi 3:7 mpaka 10. Angalia pia Wakorintho wa kwanza 5:7. Wakorintho wa kwanza 5:7. Asema tuenende kwa imani pasipo kuona. Mungu anaongea na watu kwa njia ya ndoto. Tunaelekezwa kwa njia ya unabii, kwa njia ya maandiko. Maandiko yamesema hapa ni kuongea na Mungu. Leo tuko kwenye maono haya. Tuenende kwa imani pasipo kuona. Wakorintho wa pili 5:7. Wathesalonike wa kwanza 4:16 mpaka 18. Kwamba siku zinakuja, huyo Mungu aliyokwenda kutuandalia ulimwengu mwingine. Tazama, nimeenda kuandaa ulimwengu mwingine. Atakuja, watu watatoka makaburini, wengine watatoka kwenye tutakwenda kumlaki. Lakini angalia pia Luka 16:19 mpaka 31. Bado ametuelezea kuhusu Luka. Ndugu zangu, ni mlio katika dunia hii. Hii dunia inapita. Hii dunia sio yetu. Hii dunia ni ya muda tu. Tunaishi hapa kwa kitambo. Leo tusijisifu, tusijidai, na sisi pia tunatazamia kuondoka. Kwa hiyo tumejifunza na kuelewa kuhusu kifo. Kwa hiyo watu wote tukajifunze ili tutambue kwamba siku moja, siku zinakuja na wewe hili litakukuta. Leo tunaona ona makaburi haya, ona hawa marehemu wamekufa, na wewe hili unaoliona hapa na wewe litakukuta. Umejiandaaje? Umejipangaje? Umejipangaje? Umejiwekaje? Uko tayari? Umejipangaje? Na Mungu alisema ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Ufalme wa Mungu uko kwenu, mnao nyewe wenyewe. Mungu alielekeza kuhusu ufalme wa Mungu. Leo tumeboteka. Leo tuko busy na shughuli zetu. Leo hatujali. Leo tunaangalia marehemu hawa. Marehemu hawa amekufa. Marehemu huyu amekufa. Sasa huyu aliokufa, na wewe siku moja utaondoka. Hizi habari za mtu kufa ni unabii ambao Mungu alitabiri toka kipindi cha kale. Na jambo hili lilitokea kwa sababu ya kukataa maagizo. Na Mungu ndio maana akasema anakwenda kutuandalia ulimwengu mwingine. Na ndio maana hata hii dunia tunayojidai tunaendelea kuishi hapa, na sisi siku moja tutakuwa hapa hatupo. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema ni hasara kubwa. Yaani katika kitabu kile cha Wafilipi 3:7 mpaka 10, Wafilipi 3:7 mpaka 10, Wafilipi 3:7 mpaka 10. Anasema ni hasara kubwa. Kila kitu ni mavi ukimkosa Mungu. Leo tunaishi kwenye tumbo, tulikaka kwenye matumbo ya mama zetu. Tukazaliwa tukaishi duniani. Tulivyotoka duniani tuenda kuishi kwenye makaburi. Tukitoka kwenye makaburi tuenda kuishi kwenye maisha mengine huko. Tuna maisha aina 4. Maisha ya kwanza tulikaa kwenye matumbo ya mama zetu.
tuko tumboni, tunaishi kwenye matumbo. Tulivyotoka tumbo letu tuko duniani, tunajidai, tunajisifu. Lakini tunapojisifu hapa duniani, na sisi siku moja hilo gorofa letu tutaliacha, tutaenda kukaa kwenye kanyumba kadogo. Unaacha gorofa lako. Wangapi wameacha magorofa na mapesa kibao? Haya ni maisha mengine unaishi hapa. Tena hapa unaishi maisha marefu kuliko maisha duniani. Maisha ya tumboni kwa mama yako ni miezi 9. Duniani ni miaka 150. Haya, kwenye makaburi kuna wazee wote toka kipindi cha kinadamu mpaka leo wanaishi kwenye makaburi, wameshaoza. Alafu pia tutaenda kuishi sasa maisha ya milele. Kwa maisha ya kwanza tulikaa kwenye matumbo ya mama zetu. Maisha ya pili tumeishi duniani. Maisha ya tatu tutaenda kuishi kwenye makaburi, kwenye kaburi. Maisha ya 4 ni maisha ya milele. Leo tunahangaika na maisha ya miaka 150. Tena leo sio miaka 150, kwambia wanakufa na miaka 10, hadi hata miaka 1. Wengine wanakaa miaka 30. Hii maisha mafupi. Ndio maana Mungu anasema katika kitabu kile cha Ayubu 14:1-3, anasema mwanadamu ni sawa na maua. Yaani mwanadamu ni mayai, sawa na kayai. Mwanadamu ni mayai tu. Yaani mwanadamu tunavyoishi ni mayai. Ni ubatili. Halafu unaondoka, unashindwa kwenda kuishi mabilioni. Sisi wanadamu ufahamu wetu akili ni mchache sana. Tunashindwa kwenda kuishi mabilioni na mabilioni ya miaka. Tunahangaika na maisha haya mafupi. Ni hasara kubwa sana. Inatupasa tutafute maisha ya milele. Maisha ambayo tutaishi milele zote. Maisha ambayo Mungu ametuagiza tutaishi huko pasipo shida. Ameenda kutengeneza ulimwengu mwingine, akairisha. Kwa hiyo tunapomalizia masaa haya, tusibweteke, tusijisifu. Sisi ni marehemu wanaotazamiwa. Hawa marehemu waliokufa na wenyewe ni kama sisi. Leo Pastor Makerubi anapounguruma katika YouTube duniani, siku moja mtasikia sauti yangu. Lakini nimewaambieni hakuna atakayelalamika hati Pastor Makerubi hajasema habari za kifo. Ameelekeza tutende mema. Ndugu zanguni, ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Mungu alituma mitume na manabii. Mungu akaelekeza watu waje kuelekezeni. Mungu mpaka leo anaongea na watu katika ndoto wanapokuwa wamelala usingizi. Unapokuwa umelala usingizi, zipime hizo ndoto ni za Mungu au za nani. Mungu anaongea na watu katika ndoto. Mungu anaongea na watu katika maono. Haya ndio maono, kukuona jambo. Unabii ulitolewa. Mungu anaongea na watu katika unabii. Mungu anaongea na watu katika maneno, maandiko. Ukisikia maono, ni hivi unavyomwona Pastor Makerubi anaponguruma duniani. Siku moja mtasikia kwa kina Nyerere wakawa wanaongea, kina Magufuli, kina Kikwete. Kikwete bado yupo, hajafariki. Kina Mwinyi, walikuwepo mabrigeti huko wakubwa nini, watu maarufu atuwaone, wanaelezea. Walikuwepo kina Adamu, walikuwepo kina Nuhu, walikuwepo kina Ibrahimu, walikuwepo kina Musa, walikuwepo kina Yesu, walikuwepo mitume, walikuwepo Mtume Muhammad akiambia watu waache kuabudu masanamu, mapicha haya ni kitu. Lakini leo tunajifunza kwenye maandiko, walikuwepo kina Mtume Muhammad, walikuwepo watu wengi. Na sisi tunaojidai siku moja tutapotea. Kwa hiyo hali ambayo iliyopo, sisi ni wa muda mchache. Tujifunze habari hizi ambapo Pastor Makerubi ameunguruma na kukuelekeza habari za dunia hii inayoondoka. Akasema msiwatumainie msiwatumainie wakuu wa nchi, wakuu. Katika ile Zaburi 146 3-4. Wakuu, viongozi wakuu, walikuwepo maaskofu, mitume, manabii. Msiwatumainie wakuu wa nchi, viongozi wakubwa kubwa ambao roho zao zinamrudia Mungu. Kwa hiyo anakuelekeza Mwenyezi Mungu, ndugu yangu, uache masiala. Hii dunia ni dunia ya kitambo. Leo tumeingia kwenye maisha haya, maisha ya tatu, maisha ya kufa kaburini. Tunaacha magorofa yetu, tunaacha mapesa yetu, tunaenda kukaa sasa kwenye kanyumba kadogo tu. Umeacha huko juu. Ni maisha ya tatu. Ulikaa kwenye katumbo kwa kina mama, kwenye kachupa kadogo. Tukaishi duniani hapa kwa upana zaidi.
tunaenda kuishi maisha ya milele Kwa hiyo tusijisifu na tusijidai, na ndio maana nimekumalizia kwa kuelezea kwamba kuhusu kifo. Kifo ni roho na mwili utengana, roho mrudia Mungu, mwili kwenda mavumbini. Basi tunapomalizia masaa haya, naomba tuweze kuomba sasa, ili Mungu atusaidie na sisi siku moja tuweze kupata ufalme wake. Baba wa milele, Mungu mkuu, uliyeumba vinavyoonekana na visivyoonekana, wewe ulinyi neno ambao uliokuwako na ulioko na utakaye kuja. Tutetee Bwana, ili hatimaye siku moja na sisi tuweze kupata uzima wa milele. Siku moja na sisi tuweze kuingia katika ufalme ambao Mungu uliotuandalia. Haya maisha ya kuishi kwenye nyumba hizi za makaburi ni maisha ambayo ni ya muda kitambo, yaani maisha mafupi. Kwa hiyo ni maisha mabaya, kwa sababu baada ya kifo ni hukumu, na sasa tupo katika hukumu ya walio hai. Basi Mungu mkuu, uliyeumba vinavyoonekana visivyoonekana, tunakusihi Baba wa milele, utuongoze na kutetee, nasi pia tuweze kupata uzima wa milele, kama vile mitume na manabii mitume walioingia kule mbinguni, kama vile ambavyo walivyofanya mitume wote, ukawachukua na sisi pia siku moja, tetezi wetu, Mungu wetu mwema, tupate uzima wa milele. Ni katika jina la Bwana Yesu tunaomba na kuamini, amina.